Mtazamaji wa Maisha Online TV, kama ilivyo kawaida ya channel yetu hii ni kuwaletea habari za kijamii. Kwa siku hii ya leo tumeweza kutembelea katika mtaa wa Mahonda ambapo tumekutana na mjasiriamali aliyeweza kujikwamua kimaisha. Naye anajulikana kwa jina la Bipili Shija. Kiukweli mama huyu ana historia kubwa kabisa ambayo wewe mtazamaji wetu unaiangalia video hii, naamini utafurahia na utajifunza mambo mbalimbali ambayo hata wewe unaweza kukusaidia kwa kufikiria jambo muhimu la kufanya ili kuweza kujikwamua kimaisha. Hivyo basi, naomba uiangalie na umsikilize kwa umakini, na wewe huenda ukapata jibu rasmi la kuanzisha maisha yako. Naitwa Pili Kashinje Timba, nakaa ya Mahonda, na umri wa miaka 35. Ni mwanamke, niweza kujiajiri mwenyewe. Historia yangu, mimi mwanzo nilikuwa mama nyumbani tu. Nilikuwa siwezi kazi yoyote. Nilikuwa ni mama nyumbani, kwa siwezi kazi yoyote, na nilikuwa siwezi kwenda sehemu kuongea mbele ya watu. Nilikuwa ni mtu mkimya sana. Lakini mwaka 2006 niliolewa. 2007, 2008 nikawa mama nyumbani tu. Baada hapo mume wangu akaanza kunipa ushauri, mke wangu, maisha leo usikae pembeni na nyumba tu, mambo na watu, hebu ingia kwenye SACCOS. Basi kila kiniambia niingie kwenye SACCOS nilikuwa naogopa sana. Nafikiria hivi mimi kweli nikaingie SACCOS, hata kazi sina, hata shilingi 100 similiki. Nitaingia kule SACCOS? Akaniambia ingia tu mke wangu, jengewezo hivyo hivyo. Nikaingia SACCOS kweli kule cha wanawake, nikaingia pale, lakini nilikuwa naogopa, nilikuwa sijaamini chochote. Kwanza nilikuwa sina malengo yoyote. Malengo yangu mimi ilikuwa ni kuolewa na kuzaa tu basi. Lakini kumbe baada ya kuingia pale SACCOS kwenye watu wengi kuna mambo mazuri ya kufanikiwa vipenda. Niliachukua mafanikio yangu kweli, nikaanza kuingia kwenye vikundi, nalima mboga na matunda. Nimeanza na robo heka ya tungule. Nikalima mwenyewe, nikavuna na mtoto wangu, lakini nilikuwa malengo yangu ni mboga kwa ajili tu ya familia yangu tu. Baada ya hapo sasa nikaanza kuvuna kama chakula na 5. Yaani nilikuwa ngumeni kigeni kwamba napokea mpaka 500, nilikuwa simliki hata 500. Nikaanza kidogo kidogo kulima mboga hivyo robo heka, mara nusu heka, mara heka moja. Hasa nikawa napata pesa mbili za mtaji nyumbani kwangu. Ikawa kidogo mafanikio nyumbani kwangu yakawa ni mazuri, kwa sababu nikawa tena sitegemezi kwa mume wangu, hata shilingi 100 nilikuwa simwambi tena. Nikaanza na biashara ndogo vile kupika sabuni, nikalima mboga. Nikawa mwanamke kidogo naanza kuamka sasa. Nachukuliwa hapa, bado mume wangu anipa tu ushauri tu. Mke wangu bado endelea kuingia kwenye vikundi vingine. Ndapalini tu mtaji. Nikaingia tena kwenye hospitali kwa na wenzangu. Tukawa tunashona na wenzangu. Lakini baada ya hapo sasa nikapata shirika moja la kisheria la kutueleza kama mafunzo kwa wanawake. Nikapata mafunzo ya kilimo biashara Kizimbani. Baada ya kurudi kwenye mafunzo ya Kizimbani ya kilimo hai, jinsi gani ya kilimo cha kutumia kilimo hai, niliporudi kwenye mafunzo sasa nilipoamka akili yangu sasa kwamba kumbe na mimi naweza nikalima hiyo biashara. Nikalima heka moja ya mabilingani. Nilipolima heka moja ya mabilingani nikapeleka sokoni. Nikapata kama 100,000. Kwa kweli ilikuwa kama babu ndoto, kwa sababu sijawahi kumiliki hata siku ya 100,000. Nikaona mimi hapa sasa nichoka na mimi akufanya. Baada ya hapo sasa nikataka mkea fumo sasa hapa. Nikalima mboga kwa wingi, baada ya heka moja kaa heka 2. Hasa yani mpaka sasa hivi mafanikio ninapata sasa, nimekuwa ni mwanamke wa kuigwa Zanzibar hii sasa. Nimekuwa nimejiajiri mwenyewe. Nimewaajiri wenzangu pia. Yani kama kwa mimi historia ni kweli kabisa. Nimeajiri vijana nafika vijana 17. Kwa mfano sasa nimefungua kiwanda cha usindikaji wa unga viazi lishe na mchanganyiko lishe bora kwa jamii pia. Na pia kama mimi mama nimeweza kufungua pia duka la vyakula. Yaani hapo pia nimeajiri mtu. Na pia katika sehemu yangu ya kiwanda nimeajiri watu wanaochagua mtama, kwa sababu kwa sasa hivi nachagua mpaka tani 3 sasa hivi nasambaza sehemu mbalimbali masokoni. Nalima viazi lishe sasa hivi heka 15. Na kwangu mimi ilikuwa ndoto sasa. Mafanikio kwangu mimi sasa nikajivunia kama ni mwanamke wa kuigwa sasa. Tumeweza sasa kusomesha watoto mpaka shule za bodi. Na kwetu sisi ilikuwa kama ndoto, kwa sababu katika maisha ndani ya nyumba, ukawe mama nyumbani tumetoka nafanya kazi, bado maisha yalikuwa yako chini. Lakini mkao wawili hao mkashikamana pamoja, akawa mume wako kila wazo unaobuni, mume wako
anaunga mkono, basi unafanikiwa haraka. Tunapeleka watoto boarding, sasa unasoma wawili sasa hivi. Tumefungua sasa kiwanda, tumejenga nyumba kubwa tu kwa ajili ya nini? Ya ujasiriamali tu sasa hivi. Na sasa hivi nimeweza kusupply unga wa lishe, napeleka hospitali, napelekea nursery school za watoto wadogo, mahospitali kule jamii nizunguka, sehemu mbalimbali unga wangu nasambaza. Jamani, hii ilikuwa kwa mimi kama ndio nilikuwa mtu mbali, sasa nimekuwa tani mjasiriamali na hudhuria maonyesho mbalimbali ya Tanzania hii na shule, Nairobi, nje wapi. Jamani, wanawake wenzangu, tusikubali kuwa na malengo, tutimize ndoto zetu. Hata kama unafikiri yako basi, lazima ufikirie, na pia wawame zetu washike mikono basi. Ukibuni wazo basi mwenzako pia naye akuunge mkono. Nikibuni wazo kama mimi hapa ningekula za jasiriamali, lakini mume wangu kama yani hanishughulikii, singefika hapa. Lakini mume wangu mimi aliunga mkono na mpaka leo tunafanya biashara naye pamoja. Tuko vizuri na mshauri wako sema nzuri. Tumekuwa na nyumba zetu 4 sasa hivi, na mwanzo kwa nyumba yetu hii moja tu na pia liko na vuja. Soko limekuwa ni kubwa sana. Tuna supply sehemu aina mbalimbali, lakini changamoto sasa inisumbua kwa kuangalia vifungashio. Vifungashio mpaka yangu ndani. Unaona vifungashio. La pili pia ni print. Ukiangalia print kama hizi hapa, nembo hizi hapa, kumbe ningepata mtu pale kama shirika lote ya kuniwezesha, basi ningefunga print yangu hapa ofisini kwangu, nikaona print nembo mwenyewe kwa wakati wangu nataka mimi mwenyewe. Si hapo unaweza kuchukua nembo ya peka bila na kuprintiwa. Ukifika pale nakwambia leo mtu hana nafasi. Lakini naomba shirika lote liweze kuniwezesha mimi ndio print yangu mwenyewe na mafunzo aina mbalimbali, kwa sababu hapa ni mwanafunzi natakiwa elimu nyingi tupate kuzalisha. Kwa naomba sana watu kama mwanamke kuniwezesha aina mafunzo aina. John Masanja ni miongoni mwa walioajiriwa katika hii ofisi ambayo ni kiwanda cha uzalishaji wa unga wa lishe. Tunafanya kazi hii kuzalisha unga wa lishe kwa manufaa ya jamii. Unga huu jinsi ulivyotengenezwa, umetengenezwa kwa mchanganyiko wa lishe mbalimbali. Kwa mfano, viazi lishe, ulezi, mtama, mahindi lishe ambayo ni manjano. Kwa mfano, viazi lishe yenyewe kwa mfano ndo kama hivi tunavyoviona hapa. Ni mfano mzuri. Hapo mwanzo tulikuwa tunahangaika sana na ajira, lakini mimi ni kijana ambaye ni mmoja wapo nilifeti sana na kazi. Hahisi kuweza kupata kazi serikalini. Ndivyo fanya utafiti na nikagundua mwajiri wangu ambaye ni Pili Kashinje. Tulishirikiana pamoja na akaweza kuniajiri. Mimi kazi yangu ni kuzalisha, kusagisha na kupima. Unawaambia nini vijana wenzako ambao wako maskani pengine wamekaa hawana kazi yoyote ya kufanya? Kwa vijana wenzangu ambao wako maskani na wanasubiri ajira serikalini, mimi nawaomba tu waanze kujishughulisha ili kufanikiwa katika maisha yao. Faida ambazo mimi nimefanikiwa kutokana na kujiajiri mimi mwenyewe ama kuajiriwa katika ofisi ni nyingi sana. Mfano, kwanza kupata elimu hii hapa ambayo mimi mwenyewe pia naweza kuifanya. Pia matunda mengi nimeona. Nimeweza kujiendesha kimaisha mimi mwenyewe, nimeweza kumiliki kitu ambacho kinanifaa katika maisha yangu.